نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika kitabu Riyadhus Shalihin tumefika kwenye mlango al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, na huu ni mlango wa 23 katika kitabu hiki. Babul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, mlango wa 23 tokea mwanzo wa kitabu mpaka kufikia hapo. Na katika mlango huu tulikwisha nisoma hadithi 5. Inshallah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutaondokea katika hadithi nambari 6 ambayo an ummil mu'minina ummil Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Tunapokea hadithi kutoka kwa mama wa Waislamu, kwa maarufu wake akiitwa Ummul Hakam. Yeye ni bibi Zainab binti Jahsh, mmoja katika wakezi mtume, kati ya wakezi mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Anasema bibi Zainab binti Jahsh ya kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam dakhala alaiha fazi'an, siku moja mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliingia nyumbani kwake hali ya kuwa ni mwenye mfadhaiko. Neno fazi'an katika tafsiri kwenye lugha ya Kiarabu huwa adh-dha'ru wal khawf, hueleweka katika maana ya mshtuko na hofu. Kaingia nyumbani kwa mkewe hali ya kuwa ana mshtuko mkubwa na ana hofu nyingi. Fazi'an, tafadhaika mno. Na alipoingia nyumbani kwa mkewe katika hali hii ya mfadhaiko mkubwa, yakulu, akawa anasema maneno haya akiwa katika hali ya mshtuko na hali ya mfadhaiko, anasema maneno haya: la ilaha illa Allah, hakuna afaaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wailun lil arab, ole wao Waarabu wote. Kalima ya wail
kwa lugha ya Kiarabu hueleweka kuwa ni kalimatu adhabin, ni neno linaloashiria adhabu. Alwail kalimatu adhabin, wailun lilarabi adhabu kali, imewathibitikia Waarabu. Wa fi tuhfati alqari, na katika kitabu Tuhfatu alqari kama ni kamusi amelifasiri neno hili wail akasema kuwa ni kalimatu tuqalu inda al-huzni, vile vile watia mbali kuwa na maana ya adhabu, ni neno ambalo hutumiwa kusemwa wakati wa huzuni, mtu anapokuwa na huzuni, yani kwa masikitiko makubwa. Wailun lil'arab, na waonea huruma masikini roho zao wa Arabu. Hiyo vile vile ina maana ya wail. Ama itakuwa ni kalimatu adhabi au itakuwa ni neno ambalo husemwa wakati wa huzuni. Kisha Mtume akafuatia maneno kusema, baada ya kusema la ilaha illa Allah wailun lil'arabi, akasema min sharrin qad iktaraba, ole wao wa Arabu kutokana na shari ambayo imeshakurubia. Mtume akaendelea, shari gani ambayo imeshakurubia? Akasema futiha al-yawma, imefunguliwa siku ya leo, min radmi ya ajuj wa maajuj, katika ukuta, katika kiziwizi cha Yaajuj wa Maajuj kimekwisha funguliwa leo. Na kufunguliwa kwenyewe mithlu hadhihi, ni mfano wa kitu kama hichi. Alipotamka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mithlu hadhihi, wa halaka bi usbu'aihi, akafanya duara kwa kutumia vidole vyake viwili. Katika vidole vyake viwili hivyo, al-ibham, kimoja kilikuwa ni gumba, wallati taliha, na kile ambacho kinafuatia baada ya gumba. Na aliposema halaka usbu'aihi, alipotumia vidole viwili hivi, basi alifanya kidole cha gumba cha shahada kile, akakikunja akakileta mpaka katika chini ya gumba hapa chini, kinapoanzia kwenye nzito, alafu akafunga duara ndogo, tundu inayopatikana baina ya shahada na gumba. Akasema ukuta wa Yaajuj wa Maajuj umefunguliwa leo kama hivi. Ole wao wa Arabu kutokana na shari ambayo tayari imeshakurubia. Na hawa watu anaowataja Mtume hapa Yaajuj wa Maajuj, wafasirina wa Qur'ani kila mmoja anakwenda katika upande wake katika kutoa tafsiri ya Yaajuj wa Maajuj. Wako wanaosema kwamba hawa ni Gog and Magog tribes, ambao yule Abdallah Subhani amewafasiri hawa ni katika watu wa Indochina, na wengine wakasema vingine, na wengine wakasema vingine. Lakini kwa yoyote awaye, hawa ni watu ambao Mtume anawaashiria ni wabaya mno. Kwenye Qur'ani al-Karim limetumika tamko la Yaajuj wa Maajuj katika Qur'ani kama hivi ifuatavyo. Kuna aya isemayo wataendelea watu kufanya maovu hatta idha futihat Yaajuj wa Maajuj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'd al-haqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina zalamu ila akhir al-ayah. Yani hatta idha futihat Yaajuj wa Maajuj, mpaka watakapofunguliwa viumbe hawa wajulikanao kwa jina la Yaajuj wa Maajuj, wa hum, na wao wakatafunguliwa, min kulli hadabin, katika kila kipembe cha ulimwengu, yanfiluna, wanatiririka kufisidi ardhi, kuharibu silka za watu, kuharibu mimea ya watu, kuharibu kila kitu kizuri cha watu.
Usistaajabu ukaambiwa badili ya chief crop ya nchi, kama wale ambao wanategemea mitende na wengine wanategemea zabibu na wengine wanategemea kitu kadha, wengine minazi na karafuu. Usistaajabu kusikia hawa wakiingia wanaweka chief crop yote na badili yake kuweka kitu cha kuwekea pombe, na watu wawe nakufa pombe ambayo pengine inajulikana kwa jina la maziko saa 8 labda, au ita utakavyo mwenyewe, badili ya tegemeo la nchi, mazao ya kutegemewa kuendesha nchi. Kwa wale wanategemea mitendo, wakifika wanaangusha yote, badili yake weka kitu pale cha kuangamiza waliokubali. Yoyote awaye ni katika viumbe ambao wanaashiriwa kwa vibaya sana kwenye Qur'ani na vile vile katika hadithi za Mtume. Hatta idha futihat Yaajuj wa Maajuj wa hum min kulli hadabin yansilun, wakati huo itakuwa waqtaraba alwa'du alhaq, umeshakurubia waadi wa Mwenyezi Mungu wa kiyama ambao ni wa haki. Fa idha hiya tahamaki, ikikurubia wakati huo, shaqiqatun absarul ladhina zalamu, yatakodoka macho ya madhalimu kuona kwamba sasa mambo yaliyosemwa yakaahidiwa yakabashiriwa kumbe ishakuwa kweli. Hii ni aya mojawapo katika kutaja viumbe hivi ya Ajuj wa Maajuj, na pahala pengine ni katika suratul Kahfi. Mwenyezi Mungu alipoelezea katika sura hiyo habari ya mtu ajulikanaye kwa jina Dhulqarnaini, na huyu Dhulqarnaini kila mmoja anamfasiri namna alivyofahamu yeye. Wengine wanasema kwamba huyu ni Alexandria the Great, wengine wanasema huyu, wengine huyu, lakini kwa yoyote awaye, hii ni ishara ya mtu mwema. Wale ya Ajuj wa Maajuj ni viumbe wabaya, lakini Dhulqarnaini kwa yoyote atakayekuwa, yoyote atakayesiku kumuagua kwamba huyu alikuwa ni fulani, kwenye Qur'ani anaashiriwa kwamba ni mtu aliyofanya mazuri. Mwenyezi Mungu anasema alipokuwa akiendelea na safari yake Dhulqarnaini, basi aliwatokezea watu, hatta idha balagha baina saddaini, mpaka alipofika katikati ya majabali mawili, wajada min dunihima qauma, hapo akawakuta chini ya majabali hayo, katika maeneo hayo aliwakuta watu hao la yakaduna yafqahuna qawla, hawakurubiani kabisa kufahamiana lugha ya Dhulqarnaini na lugha ya watu hao. Anaweza akasema chincho, kumbe sentensi nzima hiyo kajibili tatu kwa wewe Kiswahili na Kiingereza. Bas la yakaduna, hawakurubani kabisa kufahamiana lugha. Qalu, wale viumbe wa pale wakamwambia, ya Dhulqarnaini, ewe mwenye pembe mbili, tuna masikitiko yetu, tuna malalamiko yetu, tunalilia hali kwako, ewe uliyepewa uwezo na Mwenyezi Mungu mkubwa, uwezo mkubwa mno. Sisi kuna vilio vyetu tunalia. Katika vilio vyetu tunasema, inna Yaajuja wa Maajuja mufsiduna fil ardh, hakika viumbe hivi Yaajuj wa Maajuj. Basi hapa ndipo walipopata nguvu wafasirina, wakawataja hawa ni katika Indochina. Walipata nguvu kwa sababu huyo Dhulqarnaini hapa alipofika baina saddaini, wanasema kwamba alifikia katika maeneo hayo, na walipoleta malalamiko wale, ilikuwa na wakusudia watu wabaya hao, ilikuwa kila mara wanawaingilia na kuwafisidia mazao yao na kuharibu silka zao na mila zao na ustaarabu wao. Wanakuja na mambo ya kishenzi ya kihuni. Wao hawana heshima ya ubinadamu. Wao uchi ni kitu cha kawaida kabisa, barabarani uchi, kutenda mambo yenye stara barabarani wanafanya, na mimea ya watu, mazao ya watu kwao si lolote chochote. Wakiingia pahala, biashara zote wanachukua wao. Hata ile ya kuuza malimau ya maskini ya Mungu pia wataifanya wao.
Maskini ya Mungu abaki karudi nyuma kiasi cha miaka 30-40. Anasema maendeleo. Huja wakachukua kila kitu cha uchumi mikononi mwao. Wakasikika hawa watu waliokuwa wanaishi baina tadaini, katika maeneo ya majabali mawili. Anapajua mwenyewe mizigo pale. Wanasema inna Yaajuj wa Maajuj mufsiduna fil ardi, hakika hawa Yaajuj wa Maajuj wanafanya fisadi katika ardhi. Je, bwana Dhulqarnain, fahal naj'alu laka kharjan, au kira nyingine fahal naj'alu laka kharajan, hatukujali chochote bwana ujira wako utakao, maana tumetoka taabani, tukupe ujira ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, ili uweke baina yetu na wao ukuta, kiziwizi, wasipate kuingia huko. Sisi tunalima, lakini kazi ya bure hii. Hawa watu wategea karibu na kuvuna, wanakuja na wana nguvu bwana, watu wapi, wanachukua kila kitu, wanabidii. Kwa hivyo antaj'ala bainana wa bainahum sadda, ujalie baina yetu na wao kiziwizi. Ya Dhulqarnain, qala Dhulqarnain akawajibu kwa kiasi cha kufahamiana kwa ishara, maana la yakaduna yafqahuna qawla, hawakurubiani kabisa kufahamiana kwa lugha. Wale wamesema kwa ishara, Dhulqarnain kafahamu kwamba wanaadhibiwa na Yaajuj wa Maajuj na wanataka kiziwizi, na wanaonyesha kwamba kupitia ni hapa wanapitia katika nero hii ya Gibraltar. Dhulqarnain akawaambia, ma makanni fihi rabbi khairun, sikilizeni nyinyi watu hapa, hii habari ya ujira mimi sikuweka mbele, ninayoyafanya mimi huwa ninafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wacheni habari ya kutaja malipo. Ma makanni fihi rabbi, yale aliyonimakinisha nayo mimi Mola wangu, uwezo, nguvu, fihi khairun, ndani yake mna khairi zaidi. Nikitakacho kwenu nyinyi badili ya malipo, fa'ainuni biquwwati, nisaidieni kwa kujitolea kutumia nguvu zenu. Waleteni vijana wenu, pigeni mbiu ya mgambo, kila kijana atokeze. Ainuni biquwwa, nisaidieni kwa nguvu. Mkinisaidia kwa nguvu hizo, mimi kuna kazi nitakupeni. Mtaponisaidia kunitafutia kitu fulani, aj'al bainakum wa bainahum radman, nikajalia baina yenu na wao ukuta madhubuti. Radman inafasiriwa neno radman. Waradmu, kwanza tafsiri ya ufupi ya Yaajuj wa Maajuj, kama tulivyosema kwamba wafasirina wamekwenda huku na huku kuwataja fulani 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 kwa ufupi kabisa, kama atakayekuwa aqwamun, hawa ni watu yadhharuna, watakaotokeza akhira az-zamani, katika siku za mwisho wa ulimwengu, wayufsiduna fil ardi, na watafanya fisadi kubwa katika dunia. Wayakunu dhuhuruhum, na kule kutokeza kwao, min amarati saa, itakuwa ndio ishara makini kabisa ya kuonesha kwamba saa ya kiyama haiko mbali tena. Na kuhusu akhir zamani, Mtume kasema, bu'ithtu ana was-sa'ati kahataini, nimepewa mimi utume na saa ya kiyama, masafa yaliyopo baina ya mimi kupewa utume na saa ya kiyama, kahataini, ni masafa kama kutoka hapa mpaka hapa. Kwa hiyo akhiri zamani ndiyo tunayoishi nayo hivi sasa. Ikutoshe pale inaposemwa kila mara kwamba yeye ni khataman nabiyina, ni wa mwisho katika mitume, na imetajwa nabiyina kabisa, kwa sababu nabiyina ikitajwa inakuwa mimbabi au la kufungwa mlango wa rusul, kwa sababu ar-rusul ni wachache sana, waliokuja na ujumbe na risala wachache sana, lakini an-nabiyina ndio wengi. Manabii wamekuwa wengi sana, laki mbili na ngapi, lakini al-mursalina ni kidogo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapokuja kutaja khataman nabiyina, asiseme khatamal mursalina, basi mimbabi au la, kama mlango umefungwa kote. Ikutoshe kwamba yeye madamu ni wa mwisho, basi mambo yote yanayofuatia baada ya kuondoka yeye duniani, ina maana ni katika akhiri zamani. Tunaishi katika akhiri zamani. Basi ilipotamkwa kwamba na Dhulqarnain, aj'al bainakum wa bainahum radma, neno rad suddun ni kizuizi madhubuti,
ni sawa sawa na faj'al bainana wa bainahum sadda, na hiyo razma vile vile ni lugha nyingine ya kizuizi kuonesha kama ni ukuta madhubuti. Basi nyinyi nisaidieni nguvu na mimi nitaweka ukuta madhubuti kati yenu na wao. Mnachokitaka mnisaidie, atuni zubara alhadidi, nisogezeni popote vilipo vipande vya chuma, tafuteni katika ardhi vipande vya chuma milele. Atuni zubara alhadid hatta idha sawa baina as-sadafaini, alipoletea Dhulqarnaini akawa na vipanga kwa uhandisi uliokuwa hauna kupigwa mfano. Ni katika mambo ya ajabu kabisa. Pengine walioko leo kama wale mastadi wa kujenga bridge majapani, labda mastadi wa kujenga bridge katika bahari, huenda wakaona ni jambo la miujiza namna Dhulqarnaini alipovipanga vyuma katika bahari katikati ya majiwe mawili, hawa wakipitia katika unani kwani majini ilikuwa kuna njia kupita. Kwa hiyo basi akaanza kuvipanga vyuma kati ya jabali na jabali. Vyuma vile kavipanga katika namna ya wahandisi ambao huwezi kuupigia mfano. Hatta idha sawa baina sadafaini, mpaka vilipokuwa vile vyuma vimekaa sawa sawa baina ya majabali mawili. Qala unfuq, akamwambia sasa pulizeni moto. Hatta idha ja'alahu naran, na moto ulipokuwa unawaka kwa nguvu, vyuma vimepiga rangi nyekundu, rangi ya kijani, rangi nyeusi, moto barabara. Qala atuni ufrigh alayhi qitra, akawambia sasa nileteni shaba nimimine. Moto umewaka barabara kwa nguvu, akamimina shaba kumiminwa pale ikaganda. Akawambia sasa bukheri, kaeni kwa pili huko. Famastau an yadharu, hawakuweza tena Yaajuj wa Maajuj kukiuka ukuta ule. Wamastata'u lahu naqaba, wala hawakuweza kutoboa tena. Dhulqarnaini akawambia hadha rahmatun min rabbi, msiniabudu mimi jamani, haya yote nimeyafanya ni rehema kutoka kwa Mola wangu. Mimi si Mungu wala si mwanawe Mungu, msimkanitakidi kwa niliyofanya haya atakayoabudiwa na hivi. Hadha rahmatun min rabbi. Fa idha jaa wa'du rabbi, na itakapokuja miadi ya Mola wangu, ukuta huu kama mnavyoona na madhubuti wake wote ulivyo, ja'alahu dakka, ataufanya Mwenyezi Mungu wenye kufurugika. Wakana wa'du rabbi haqqan, na imekuwa miadi ya Mola wangu ni ya kweli. Basi itokea kujengwa ukuta huu na Dhulqarnaini. Mwenyezi Mungu sasa anahadithia, anasema watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd, tumewaacha Yaajuj wa Maajuj baada ya kujenga ukuta huu Dhulqarnaini, wanatokotana wenyewe kwa wenyewe kama mawimbi ya bahari. Baada hili jengine, na lilokuwa dogo linailemewa na kubwa kulazimishwa, na lile kubwa lile umpata lokuwa vile vile kampita akampiga yeye vile. Watarakna ba'dahum, tukawaacha baadhi yao yaumaidhin, tangu siku hiyo, yamuju fi ba'dhin, wanazamishana wenyewe kwa wenyewe. Wanufikha fi suri, na iko siku patapulizwa ndani ya sur, fajama'nahum jam'an, basi tutakusanya wote pamoja. Wa aradna yaumaidhin lilkafirina arda, likishapigwa parapanda hilo katika sur, tutawahudhurisha siku hiyo kwenye mhudhurisho wa takia mmoja. Wa aradna jahannama, tutaihudhurisha jahannam yaumaidhin siku hiyo, lilkafirina, kwa makafiri, arda mhudhurisho. Wanufikha fi suri fajama'nahum jam'an ila akhir al-ayat. Hapa sasa Mtume wakati yuko hai mwenyewe anasema, bibi Amirul Mu'minina Zainab binti Jahshi kaingia nyumbani kwangu Mtume siku moja kwa fadhaa kubwa, na alipoingia anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wailun lil arabi min sharrin qad iqtaraba futiha al-yawma, wameshafunguliwa leo wale watu hatari. Nani hao? Futiha al-yawma, amefunguliwa leo, min radmi, katika ule ukuta aliyosema Dhulqarnaini aj'al bainakum wa bainahum radma, ile radmi imefunguliwa, wameimudu bwana kuitoa bwana. Imekwenda miaka na miaka, uhai wa Mtume anasema futiha al-yawma min radmi Yaajuj wa Maajuj mithlu au mithla hadhihi, mfano wa tundu kama hii,
Mtume alikunja cha shahada kidole chake na cha gumba, akafanya nafasi ndogo, akasema pana upenyo kidogo, ina maana iko si kwamba huko tunapopotea. Hayo yametokezea wakati Mtume wa hai anazungumza na watu pale Madina. Basi aliposema halaka, amekunja bwana Mtume, halaka bi usbu'ai, amekunja vidole vyake viwili, al-ibhamu wallati taliha, cha gumba na kile chenye kufuatia. Maneno haya kwa hakika yanaashiria, anasema ai, yani ja'ala sababa, alikiweka kidole cha shahada fi asli al-ibham, katika mwanzo kilipoota cha gumba chini pale, wadhammaha, kisha akakifumba, hatta lam yabqa bainahuma, mpaka haikubakia baina ya shahada na cha gumba illa khalalun yasiru, isipokuwa tundu dogo. Akamwambia leo ukuta umefunguliwa nafasi kama hii, basi adhabu tayari, kuangamia kuko tayari kwa umma wote. Tayeb, bibi Zainab binti Jahshi hapo ilibidi aulize swala. Mtume anatuambia ya kwamba ukuta wa Yaajuj wa Maajuj umefunguliwa nafasi kama hiyo, na hawa Yaajuj wa Maajuj kwenye Qur'ani wametajwa kwamba ni viumbe vibaya, wakifika pahala wanakisidi ardhi, wanaharibu kila kitu. Sasa mimi nauliza, kwani ya Rasulullah, anasema bidhani bijahfa, qultu, nikamuuliza Mtume, ya Rasulullah, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, anahliku, hivyo sisi tutaangamia, wa fina salihuna, na kati yetu kuna watu wema, si bado tungalipo, na wewe mwenyewe Nabii Muhammad yupo hapa, patakuwa na makhalifa, patakuwa na maswahaba, ni watu wema kabisa. Hiyo ni ishara ya kuangamia, kwani tutaangamia na miongoni mwetu kuna watu wema. Sijafahamu vizuri hapo. Mimi naona kwamba utakobakia wema na ni wabaya watu tutaangamia, kwani sisi Waislamu tutaangamia, na miongoni mwetu kuna mawali, miongoni mwetu kuna maulama, miongoni mwetu kuna mashehe, miongoni mwetu kuna hivi, na tutaangamia. Wafina salihuna, na kati yetu kuna watu wema, tutaangamia sisi. Kala, Mtume akamjibu, naam, maangamio ya Mwenyezi Mungu yatapokuja hayatompembua mwema, yatamweka kando, na mbaya yatamwangamiza. Tutaangamia na kati yetu wako watu wema. Pindi watu wema kama hawakuyakataza mabaya na kuamrisha hayo mema, kama watakumba midomo, kama wataogopa kuharibu unga wao, kama wataogopa vitumbua kuingia michanga, basi ujue watu wataangamia na watu wema wako vile. Wakati gani? Idha kathura al-khabathu, katika riwaya nyingine idha dhahara al-khabathu. Hapa imekuja idha kathura al-khabathu, yatakapokuwa mengi machafu ya zinaa, yakawa mengi bila kiasi, au yakazihiri waziwazi, tangu siri mpaka yakawa waziwazi, hapo tena hakuna mwema wala nani, wataangamia watu wote. Na maangamizo ya Mwenyezi Mungu yanakuja kwenye kila hali. Na nzi naye anaweza kuleta maangamizo makubwa, maana nzi hendi ovyo, anakwenda kwa wahi wa Mola wake. Ikutoshe kwenye Qur'ani kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo, wa auha rabbuka ila nahli, na amefunua maneno ya siri Mola wako kumfahamisha nyuki. Mwenyezi Mungu anasema na nyuki kwa namna anavyojua mwenyewe, na nyuki akafahamu, na mbona Mola wangu nifanye hivi. Kiangalie kiumbe nyuki, ukubwa wake sentimita ngapi, urefu wake na upana wake. Mola wake anasema naye, anittakhidhi min aljibali buyutan, nyuki chukua katika majabali nyumba, fanya mle. Wa min ashjari, na katika miti vile vile. Wa mimma yaarishuna, na hata katika sehemu mbalimbali wanazotumia binadamu, ifanyie nyumba. Ukishafanya nyumba nyuki, maana wewe huwezi kuhangaika katika siku za baridi, kiumbe wengi, na manufaa unayopatisha wewe nyuki si peke yako, wanategemea mpaka binadamu wengi. Nyuki siku za joto ndo jabari, uwezo wake wote kuchuma kuhangaika kwenye joto, na vile anavyovipatia katika joto ndo vinakuweko matunda, maua na hivi ya miti. Katika baridi maua yanaanguka, yanapukutika,
ile nguvu ya joto inapungua, kwa hivyo hakuna chakula chake nyuki. Kwa hivyo anaweka akiba kabisa katika siku za joto, kwa sababu kingia baridi ana chakula cha kutosha, na anayo shamba mta maalum anaitengeneza kwa ajili ya sega lake nyumba yake, na vyote hivyo anavifanya wakati wa joto. Thumma kuli min kulli thamarati, Mwenyezi Mungu anamwambia nyuki, kisha nyuki uwe unapita ukila katika kila aina ya tunda. Fasluki subula rabbika dhulula, zifate njia za Mola wako ambazo zimedhalilishwa kwa ajili yako nyuki. Nenda hapa, pita hapa, njia ziko dhalili, zifate hizo. Matokeo yake nyuki akishafanya hayo, yakhruju min butuniha sharabun, hutoka katika tumbo lake nyuki kinywaji, mukhtalifun alwanuha, chenye kukhitilafiana rangi zake. Fihi, ndani yake kinywaji hicho, shifaun linnasi, ni dawa kubwa kwa watu. Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam anasema katika kinywaji ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe kataja kuwa ni dawa, na Mtume anathibitisha, anasema katika asali na chembe za habasoda, hii kwa hakika ni dawa ya kila maradhi yaliyoko duniani, kila maradhi, isipokuwa Mtume kayavusha maradhi mamoja tu, akasema illa sam, isipokuwa mauti. Hayo hayana dawa. Yataka ubingwa tu wa kujua namna gani kuchanganya, utie habasoda kiasi gani, asali yenyewe kiasi gani, na asali yenyewe isiwe shari ya kuhushiwa, ndani yake mnamiwa, na iwe ni ile ya nyuki. Ikiwa kwenye mkarafuu kafanya sega, ikiwa kwenye mwembe, ikiwa kwenye, lakini iwe ya nyuki. Imetofautiana rangi zake, nyingine manjano, nyingine nyeusi tititi imekoza, nyekundu, nyingine mbele wekundu. Fihi shifau linnas, Mwenyezi Mungu anasema kwamba ndani yake mna dawa kwa watu. Mtume anasema al-asalu wa habba saudau dawa'un min kulli maradhin illa dawa'un min kulli da'in illa sam, ni dawa ya kila maradhi isipokuwa mauti tu peke yake. Wa matabibu hawajajua tu siri iliyomo humo, lakini kama watajua kumix, kama watajua kuchanganya, basi hata haya yanaonekana kwamba hayana dawa yake yaweza kupatikana kwenye asali na hapa sauda. Mtume wama yantiqu anil hawa, hatamki kitu kwa sababu katamani kusema tu ovyo. In huwa, hayakuwa hayo anayosema illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunguo rasmi ambao unafunuliwa kwake. Ikutoshe kwa Mwenyezi Mungu kwamba anasema na nyuki. Kwa hivyo maangamizo ya Mwenyezi Mungu si lazima ardhi ibiruliwe juu chini, chini juu, si lazima ije mvua ya mawe, si lazima utokezee moto katika volcano, si lazima itokezee earthquake. Bacteria wa kolera wanatosha kuwa ni maangamizo, na watu wakajiona wanapotea kwa kiasi cha kutisha, kiasi ambacho mpaka mtu mgonjwa wake asimuone wala asipate kumkosha wala asipate kumzika. Yatosha kuwa na maangamizo hayo. Mama Waislamu anamuuliza Mtume wa Mungu, unasema ya Ajuju wa Maajuju wamefunguliwa ukuta kama hivyo, ndio unasema kwamba la ilaha illa Allah, wailun lil arabi min sharrin qad iqtaraba? Mjumbe wa Mungu, we anahaliku wa fina salihun, kwani sisi Waislamu tutaangamia na miongoni mwetu kuna watu wema? Ala naam. Mtume akaambia tutaangamia. Naam, idha kathura alkhabathu, wakati yatakuwa yamekithiri machafu ya zina. Neno hili alkhabathu fassarahu aljamhuru, wamelifasiri maulama wengi. Jamhuru wamefasiri kwamba bilfusuqi walfujuri. Tamko la khabathi hutumika kwa maana ya uovu mbalimbali na uovu mbalimbali. Wakila, na pakasema asina khassa, neno khabath linapotumika inatumika kwa uchafu wa zina mahsusi. Anapotamka Mtume al-khabath huwa anakusudia machafu yaliyoandamana na zina, liwafi, mambo ya nyuchi sex, ndio hutumika khabath. Wakila, na wako wengine wachache waliosema auladu zina, ni watoto wa zina. Hawa kwa hakika hatuwezi kuwatumbukiza katika makosa, ila ipo maana fulani wanaweza kuwa kweli wanakusudiwa watoto wa zina. Watakapokuwa wengi watoto wa zina, kwa maana gani wamekuwa wengi? Naam, watoto wa zina wamepatikana kwa vitendo vya zina manake. Na vitendo vya zina vimepatikana kwa namna gani? Watu hawaoi, watu wanazini sana, watu hawajali Uislamu, na matokeo yake wakizaliwa hawa, huenda ikawa baba mtu hakutoa mchango wake wa malezi,
hakutoa mchango wake wa chakula na nguo na taaluma, yule mama mtu akaona nitamfanyaje mwana huyu? Wapo wale makabiti makatili huua, wengine hawawezi kuua, anatamaa kwamba atanifaa baadaye, kwa hivyo huwa anahangaika naye hivyo hivyo, lakini vipi atampatia riziki, vipi atamuendesha, huamua kufanya zina tena ili apate cha kumuendeshea mtoto yule. Matokeo yake anakuwa yule mtoto amekosa huduma za wazazi wawili, na huwa anaingia katika malezi mabaya, vichochoro na vigengi vya wahuni. Hapo ndipo maangamio ya binadamu yanapopatikana. Mtoto wa miaka 12, 7 hivi 8 anaweza akakutana na wenzake wakazuia njia isipitike, atakubali kadhabali. Anaweza kufyatua risasi kwa bastola, anaweza kurusha kisu, anaweza kutia kitanzi mtu akamuulia mbalini, atakubali hajabali. Kwa maana hii itakuwa kweli auladu zina, kwa sababu wale ambao wameolewa katika ile miiko ya ndoa, utarajiwa wao wanapata huduma ya baba na mama, na wakapata uzazi ni malezi mazuri, wakapelekwa misikitini, wakafundishwa mambo ya uadilifu, huenda mambo yakatulia. Lakini wanapokuwa wengi hawa, basi inakuwa aghlabu wanakuwa wamekosa huduma za wazee wao, huwa wanaishi hivyo hivyo tu kwa kubahatisha. Matokeo yake wakianza kupata akili sasa, na wao wana struggle kutafuta maisha, chakula chao kinakwenda kwa tabu, baba yake hamjui mtu, na pengine katupiliwa mbali pahala, mama yake hamjui vile vile, na hata kama anamjua hana uwezo naye, kama achilia mbali ajihangaike mwenyewe. Na anasa anaziona watu wameingia, anaingia sinema, watu wanaingia katika hivi, wanaingia katika hivi, anataka kulewa naye vile vile, anataka sigareti, anataka unga naye vile vile. Matokeo yake atapata vipi? Mwisho inakuja mpaka kumbiginya mtu roho yake ili apate chochote. Mtume wa Mwenyezi Mungu anayabashiri haya kwamba yako njiani, na hao watu hao waliokuwa wanaitwa kwa jina la Yaajuju wa Maajuju, kwa hakika mtu asitafute tafsiri ya kumjua ni nani kabila yake, ni kila mwenye kuendesha uovu katika ulimwengu tayari yeye ni Yaajuju wa Maajuju. We angalia tu heshima ya mtu alivyoivunja ya binadamu. Mwanamke mzima, mtu mzima, vipi ataweza kutembea pahala kama marikiti hivi na kinyangarika alichokivaa? Mtu hawezi kumvalisha mwanawe mchanga, kwanza kamzaa leo, basi kidogo ataona haya, manake ile nguo wanayoita pengine kwa majina ya skin tight. Pengine mwanawe mchanga mtu ashindwe kumvalisha kwa sababu nini? Inatoa ramani ya wazi ya kiungo cha siri kilivyoumbwa cha mwanamke. Wanawake viumbe ambao Mwenyezi Mungu amewataka wajisitiri zaidi kuliko wanaume, kwa sababu wao ni wa kuheshimiwa sana, ndio wanaofutika matumboni mwao. Viumbe binadamu wanakuja katika ardhi, wanapitia kwenye matumbo ya wanawake. Yatosha hao wanawake kwa hapo tu kupewa heshima kubwa kwamba wao ni mamama. Nafasi yao ni nafasi nzito, ngumu. Na ndiyo maana ikaja kauli ya Mtume ikasema, kwa nyinyi Waislamu mjijue aljannatu tahta aqdami ummahatikum. Hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu amwezi kuipata, iko chini ya nyayo za mama zenu. Maana yake si kudhalilishwa mwanamke pale, maana yake si kudhalilishwa hiyo pepo vile vile ikaonekana kumbe iko chini ya nyayo za wanawake. Hapana, maana yake ni kwamba huwezi kumlipa wema kiumbe yule aliyepata tabu miezi 9 kukuweka tumboni, na halafu baada ya kukuzaa sio kwamba mambo yamekwisha. Tabu ya kunyonyesha, tabu ya kusafisha choo kikubwa na kidogo, tabu ya kupeleleza analilia nini huyu, labda kwenye shikio ndo maana kucha akawa analia, kumbe shikio lina uchafu na usaha. Kucha watu walikuwa hawana habari, analia kumbe usaha una shikio, analia si kawaida yake. Mtu anahangaika, mtu atakuzalia nini huyu, labda kitumbo, katafute kaumwe, mtagie kaumwe, mnipe hivi, anahangaika mtu, labda hivi kapata tabu hata pale ulipokuja kujiweza kupata fahamu. Ina maana ya kwamba sasa pepo yako basi iko chini ya nyayo za mama yako, kwa maana huwezi kufanya ihsani hata moja kumlipa. Sasa itabidi utafute pepo ya Mwenyezi Mungu kumwengesha huyu, kwa kumstiri huyu, kwa kumheshimu huyu, kwa kumhifadhi huyu. Basi jamhuri ya ufasirina wamefasiri neno khabath kwa maana ya fusuq na fujur, fiski mbalimbali na uovu mbalimbali. Wengine wakakata moja kwa moja neno khabath azina khasa, ni zina yenyewe hasa, na wengine wakaenda kwamba auladu zina,
ni watoto wa zinaa kama watakuwa wengi, basi ujue maangamio tayari katika ardhi. Watu watapambana na ikabu za Mwenyezi Mungu namna kwa namna, na huenda wenyewe wakajitia pambani, wasijue hasa ni kitu gani kinachowahilikisha mara hichi, umasikini, ukosefu, maradhi, kitu gani akendi, huenda wenyewe wakajitia pambani. Lakini wanachokifanya binadamu wanakijua kwamba tumeacha amri za Mwenyezi Mungu mbalimbali, tumekwenda kinyume na Qur'an, tunakijua. Mwenyezi Mungu anatuambia balil insanu ala nafsihi basira, lakini yeye mwanadamu jua nafsi yake anajijua ni anafanya. Walau alqa ma'adhira, japokuwa anajidanganya na kujipa pambani, mara uchafu umekuwa mwingi, fanya mazingira safi na hivi, lakini kilichopo unakijua. Mtume anasema kumjibu mama wa Waislamu, ana halikuwa fina salihun, anamwambia naam idha kathura al-khabath, au katika riwaya nyingine idha dhahara al-khabath, ikibidi machafu haya ya zinaa yamekuwa mengi kiasi ambacho yamekuja waziwazi kiasi ambacho anaingia mtu kwenye nyumba sasa hivi, juu ya bench, wasilia mbali picha, wasilia mbali kitabu chenye sura zao, juu ya bench wako wenyewe wanawake kwa ajili ya kumstarehesha mtu, si wakeze kabisa, anastarehe kwa kambi tatu juu ya bench, wamekaa namba, chagua huyu mwekundu, huyu mweupe, huyu mweusi, huyu mrefu, huyu mfupi, chagua atakayekuridhisha, wazi kabisa. Na halafu katika baadhi ya miji duniani haya mambo yameyafanyia mpaka license, na wale wanawake waliowekwa madangoroni basi huwa wanatizama rasmi na madaktari maalum, ili yule aliyepata maradhi tena ndo anakuwa wewe tena marufuku. Lakini wanachungwa na kutizama. Watu hawajali kitu chochote katika zinaa, wanajali nini? Madam kitu kinaingia ndani, mkono kwenda kinywani, basi wazaa maisha yao tu watu. Mtume anabashiri kwamba hayo ya kisiri, hayo ya kidhihiri, ina maana ndo kuangamia kwao Waislamu. Na kuangamia watu wasitafute kuangamia kwenyewe. Mbona hatujapata earthquake mpaka leo sisi? Mbona hatujaona mvua ya mawe mpaka leo sisi? Mbona hajachukuliwa ardhi juu chini juu ikatupwa chini kama ardhi ya Kaumulu? Maangamizo ya Mwenyezi Mungu yako namna kwa namna. Mwenyewe anasema walillahi junudu samawati wal ardi, Mwenyezi Mungu ana majeshi kuanzia mbinguni na ardhini. Mbu anatosha kuwa ni askari wa Mwenyezi Mungu mwenye hatari kubwa kwa binadamu. Nzi anatosha kuwa ni askari wa Mwenyezi Mungu mwenye hatari kubwa kwa binadamu. Bakteria huyu wa maradhi ya kolera anatosha kuwa ni askari wa Mwenyezi Mungu mwenye hatari kubwa kwa binadamu. Watapojitia pambani watu na wajitia pambani. Mtume anasema mwanya mdogo ulipatikana yeye alipokuwa hai. Sikwambia sasa hivi sijui kuna mwananchi, sijui kama huo kuta wenyewe walioweka Zulkarnain. Baada ya miaka 1400 leo na 18 imeanza juzi tokea mtume kuhajir Maka kwenda Madina. Wakati huu mwenyewe hai anasema tundu ndogo imeshapatikana ya Ajuj wa Majuj. Mtume alipiga kelele, kaingia nyumbani kwake kama ana akili vizuri, kachanganyikiwa, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wailun lil arabi min sharrin qad iktaraba, futiha al-yawma min radmi Ya'juj, umetafunguliwa leo ukuta wa Ya'juj wa Ma'juj. Mkewe anamuuliza kwani tutaangamia na sisi bwana tuwe pamoja? Akamwambia tutaangamia bwana, watu wema hawana kazi yote kwa ibada, madhali watayakumbia macho machafu. Na hii hadithi imeletwa katika mlango al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Maksudi maana yake ni kwamba kuweni na hadhari, kama mtayaacha machafu msiyaseme, kubali lawama, kubali matusi, kubali kila aina ya mambo yatakayotupiwa, lakini hichi kitu kama utakiacha basi hatari kubwa. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi akasema wa dhahiru annahu al-ma'asi mutlaqan, anasema hili tamko hili la khabar, tafsiri yoyote itakayotolewa, ikiwa ni fusuku wal fujuru, ikiwa ni azina khaswa, ikiwa ni auladu zina, Imam an-Nawawi anasema adh-dhahir, inavyoonekana waziwazi, annahu al-ma'asi mutlaqan, haya ni maasi tu kwa jumla, haina haja ya kupewa jina lolote lile kama uchafu wa zinaa au la zinaa au hivi. Haya ni maasi kwa jumla, yatapokuwa mengi maasi yamewazidi mpaka watu population yao. Maasi sasa hivi yamezidi watu population yao, huwezi kuhesabu hichi yamezidi mno, watu kidogo kuliko maasi.
basi maangamio ndio binadamu tutateseka hivi, tutaangamia hivi. Tafsiri ya neno kwa neno ya hadithi tumeiona, lakini inatupatia faida gani? Alhadithu yufidu yahsulu alhalaku alamu, yatapatikana maangamio ya watu kwa jumla, na sio ya mtu peke yake, maangamio ya nchi nzima, maangamio ya dunia nzima, bisababi kathrati almaasi, kwa sababu si nyingine isipokuwa ni kwa sababu ya kuzidi mno wingi wa maasi. Hii ndiyo ukweli ulivyo, ndiyo watu wa dini wanasema hivi, vitabu vinasema hivi. Kama kutatakiwa mathalan duniani sehemu mbalimbali, imeonekana kwamba juhudi zote zimekwisha malizika za watu kwamba wanateketea kwa maafa ya maradhi na maafa mengine mbalimbali, ikija ikigundulikana kwamba tuwakimbilie wale wale, tunawaona habari watu wa dini, tusaidieni jamaa. Huenda wale wale fundamentalisti wakatakiwa toweni mchango wenu jamaa, semeni na watu jamaa, tunakufa tunateketea hivi. Fanyeni kampeni na maalum watu wa dini, ili mambo haya ya kuteseka vile walimwengu kwa maradhi na hivi na hivi yapate kuondokea. Basi watu wa dini hawatokuwa na lolote la kusema kuhusu maafa katika ardhi. Ikiwa ni maradhi, umasikini, hawana la kulisema, kwa sababu vitabu, kila ukifungua Qur'ani, kila ukifungua hadithi za Mtume, hivi ndivyo ndivyo. Maana huku na nadhabu ya Mwenyezi Mungu kwenye kauli za mitume hamna mambo ya udanganyifu, hamna mambo ya unafiki humu. Ukifungua Qur'ani utamkuta Mwenyezi Mungu anasema dhalika bi an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahluha ghafilun. Hii inakueleza waziwazi hakuwa Mola wako mwenye kuangamiza watu wa miji au vijiji basi dhulma tu na waonea. Hapana, na hili hali ya kuwa watu wake wameghafilika, hawajui pengine makosa yao, Mwenyezi Mungu anapoangamiza watu wamefanya mambo kwa makusudi. Kakura al-khalas wa allaw istaqamu ala tariqati. Aya nyingine kwenye Qur'an takuta Mwenyezi Mungu atumia alamu ya kiapo, allaw istaqamu ala tariqati. Alafu anawapa tena kwa tauhidi mbili, la asqainahum, na hapa kwamba lazima tungewamiminia wao tukawanywesha ma'an ghadaka, maji mengi, kwa maana neema kubwa. Na hizi neema zitakuja tutawatizama tena, maana hii mambo ya maasi na ukorofi na nini huja wakati watu watastarehe, wakati wa dhiki watu thubutu, hawachezei chakula wakati wa dhiki watu, na kwa msukumano. Hata kama kuna gunia la chokaa linapelekwa pahala hivi, watu tafikiria sembe jeupe, wanaanza kupanga mawe na mikoba, wasukumana visugudi, mtu na mwanawe shemeji yake nani visugudi vikumbo. Wakati wa dhiki watu hawathubutu kuchezea vyakula, wakapeleka mzimni na hawathubutu kumpa shetani, hakitoshi kula yeye mwenyewe, itakuwa na kingine cha extra tena kumpa shetani, kumpa nani. Tena na kurafati upungua wakati wa dhiki, hakuna 40 wala hauli wala nini dhiki inapoingia. Lakini aghlabu inakuwa pale Mwenyezi Mungu anapomimina neema nyingi, tena watu hudeka kwa neema zile. Baada ya mavuno watu kutangoma tena hapo, na kila kitu kifanywa na ulevi na hivi na hivi. Mwenyezi Mungu anasema tunapozileta hivi linaftinahum fihi, ili tuwajaribu katika neema hizo. Waman yu'rid an dhikri rabbih, na yoyote anayepuuza na maonyo makumbusho ya Mola wake, basi moja kwa moja yasluku adhaban sa'ada, Mola wake humsukuma kwenye adhabu zenye kupanda juu kila mara. Hakuna kuteremka chini, baadaye juu. Na kinyume cha hayo, ukifungua kitabu cha Mwenyezi Mungu atapatia ufunguzi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, na laiti kama watu wa miji waliamini na wakamcha Mwenyezi Mungu, la fatahna alaihim barakatin minas samai, tungewafungulia sisi baraka nyingi kutoka mbinguni na ardhini. Walakin kadhabu, lakini wamekadhibisha, lakini wamekataa hilo. Akhadnahum, ndio maana tukawatia mkononi kwa mambo mbalimbali, bima kanu yaktibun, kwa yale maovu ambayo wanayachuma wenyewe. Kwa hivyo hadithi hii inafidisha kwamba yahsulu alhalaku, yatapatikana maangamio, alamu ya pamoja watu wote. Kwa nini? Bisababi kathrati almaasi, kwa sababu ya kuzidi mno maovu. Maasi
maasi mangapi yaliyo duniani Tanzania yanahesabika? Mbali ya Mwenyezi Mungu kushirikishwa, mbali ya watu wengi kuacha ibada za sala, mbali ya kuacha kutekelezwa zaka, mbali ya kuacha kufungwa mwezi wa Ramadhani, wakilia mbali hayo, Mwenyezi Mungu anakufuriwa kwa namna. Yeye Ibilisi ni kwa mwanafunzi sana. Kuna baadhi ya mambo hayajui, inabidi yuko nyuma. Fa atba'ahu shaytanu, mtu anakuwa mtaalamu mkubwa zaidi, atba'ahu, akafuatwa na shetani. Shetani yuko nyuma anaangalia na hii vile vile anasoma, anachukua kozi shetani kwa binadamu, badala ya yeye kumpoteza. Sasa yuko nyuma anapata. Kwa hiyo faida ya mwanzo hiyo. Wantishariha, na baada ya kuwa mengi hayo maasi na kuyaeneza na kuyachawanya na kuyafanyia advertisement na kuwafanyia matangazo maalum kitega uchumi, kwamba katika nyumba hii, hoteli hii, ukiingia wewe, sura zilizopo ndo kama hizi kwenye vibuku na hivi, na alafu baadaye ukiingia unawekewa benchi maalum tayari hapa, chagua. Na watu wakaona kwamba hivi ndivyo vitega uchumi vyenyewe, hivi ndivyo viingizaji pesa vyenyewe, wakaona kwamba uchumi utapatikana kwa njia hii. Mwenyezi Mungu na mtume wanasikia watu wa dini watatakwa mathalan katika dunia, bwana, toeni mchango wenu na nyinyi mambo yamekuwa makubwa haya, tunakufa vibaya. Basi watu wa dini hawana jengine la kulisema. Usafi naturally, hata kafiri anakuwa msafi, anasugua meno, dawa yake ya mswaki, anakoga vizuri sana. Kimaumbile binadamu huwa alimwenye akili yake timamu, usafi ni kitu ambacho kinajulikana uzuri. Lakini maovu hayajulikani, maovu hayasemwi, maovu hayabainishwi. Watu wa dini wakitaka mchango wao ni huu: tuache ubaya, twende katika wema, turudi kwa Mwenyezi Mungu, tumtake Mwenyezi Mungu samahani, tumtake Mwenyezi Mungu toba. Tumemkosea sana, tumemvurugia sana, tumeharibu sana eneo la ardhi pale pahala patakatifu Mwenyezi Mungu alipotuweka tuishi, tumeharibu. Tukifanya mapendeleo, tukijipendelea kwamba hatuna makosa, basi sasa tuseme kwamba Mungu atuonea bure. Tukisema kwamba hatuna makosa, tuko safi kabisa, basi itakuwa ina maana Mwenyezi Mungu anavuruga, anafanya ndivyo sivyo. Wa hasha lillahi an yakuna dhalika, na yuko mbali kabisa Mwenyezi Mungu kuwa ni mvurugaji, kuwa ni muoneaji. Wa ma kana rabbuka liyulika alqura bidhulmin wa ahluha muslimun, hawi Mola wako mwenye kuangamiza watu kwa dhulma na ilhali ya kuwa watu wake ni watengenezaji. Hawi Mwenyezi Mungu kama hiyo. Faida ya kwanza hiyo. Halafu wa in kathura salihun, haya maangamio ya pamoja yatapatikana hata kama itakuwa kuna watu wema wengi katika nchi, wanaswali sana, Ijumaa zimejaa mpaka nje ya misikiti, watu kila msikiti una nafasi, na watu mikononi mwao masira yamevimba nusu kubwa, na kila unamuona na mbandiki unasikia mkononi. Hata kama watakuwa watu wema wengi sana, haya maangamizo yatatokezea. Madhali kathura al-khabath, uovu wa zinaa umezidi. Faida ya pili ya hadithi hii, bayanu shukumil maasi. Hadithi inabainisha kisirani na nuksi ya maasi. Maasi ni kisirani kwa jamii, maasi ni nuksi kwa jamii. Ukiyaona hayo basi ujue kwamba maangamio hayo yanakuja. Ukiyaona ukiacha ujue kwamba maangamio hayo yanakuja. Nitakwenda mimi na wanangu, shiriki zangu na tutaangamia. Hutaki kuangamia, kemea. Hutaki kuangamia, uwezo nao uzuia. Hutaki kuangamia, basi angalau ondoka, chukia basi, kadhibika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi angalau. Faida ya tatu, almaswaibu, hii misiba hii taumu nasa, huwa kufanya watu wote jamian pamoja, as-salihina wa fasidina, kuanzia wema na wabaya. Hii ndio inakuja misiba, huwa kufanya watu wote, haimchagui huyu na huyu na huyu. Misiba inapokuja inakuwa ni kwa watu wote, kama unavyoona jua likitoka kwa watu wote na mvua kwa watu wote, na hivyo misiba vile vile nayo vile kwa watu wote. Walakinnahum, lakini wataangamizwa wema na wabaya, yubathuna ala niyati akhira, atafufuliwa kila mmoja na nia yake. Lakini hapa duniani ilani ikija atakwenda wote, tena huko tena atafufuliwa kila mmoja na nia yake na mwendo wake na amali zake. Ikiwa atabahatika kusalimika, na kama ataangamia ataangamia, lakini duniani atakwenda wote. Na vile vile faida nyingine ya mwisho katika hadithi hii, al-hasbu ala inkari al-maasi. Mtume hapa anahimiza kwa kupiga mifano kama hii
kwa maneno makali kama haya anahimiza kukanywa maovu wa man'i wuqu'iha, na sio kukanywa peke yake, kuzuia kabisa yasitokezee maovu katika ardhi. Pahala wanapoishi watu wajitahidi kuzuia yasitokezee maovu ya zinaa na hivi na hivi. Hiyo ndio salama ya ulimwengu. Kwa hakika salama ya ulimwengu ni kuzuia maovu. Maovu ni mengi, hakuna salama. Hata kama watu watajidanganya vipi, hawezi kuzuia. Adhabu ya Mwenyezi Mungu inakuja tu. Watu huogopa hadi kubeba mimba, watu huogopa ongezeko la watu huogopa maradhi, wakawa hawajali uchafu wa zinaa, wanatambaza kondomu na hivi na hivi. Katika akili za binadamu fupi mno zenye kupita kwenye kiambaza, hazendi mbele. Huona kwamba sisi tukijikinga na maradhi, basi watu wetu watakuwa na siha, watafanya kazi na hivi na hivi, madaktari wazuri, walimu wazuri. Tunaona kwamba madhara ongezeko la watu tutavizuia, basi itakuwa kidogo, riziki yetu tutosha. Hatujali kwamba nini kinafanywa. Kumbe azina yurithul fakra, ufalme wa mbingu na ardhi umeweka zinaa kurithisha ukafiri. Ndio Mwenyezi Mungu alivyoweka. Kumbe yanayofanywa katika ardhi, ufalme wa mbinguni umeshakasirika, hautoi tena natija, hautoi tena raha kwa viumbe. Sisi tukijizuilia na maradhi au ongezeko la watu, na yakifanywa mambo